Hamna swala. Hamna swala. Hamna swala. Hamna swala. Toka nje. Toka nje. Toka nje wewe. Toka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, kwanza niwashukuru ndugu waandishi kwa kuja hapa ofisi za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza. Ni kweli kama mlivyouliza na mimi nimeona, na kusema ukweli niwapongeze kwa sababu hatua hii mliochukua ni nzuri, kwa sababu inasaidia kuweza kuweka mambo sawa. Na hapa ningesema kwamba niwashukuru kwa hilo, kwa sababu video ile ambayo inasambazwa kwa nguvu na baadhi ya watu hata inataka kututoa kwenye jambo lenyewe. Ile video inaonyesha Sheikh wa mkoa na swali labda, alafu kuna watu wamefanya fujo pale, kuna vurugu, kuna maneno. Kwanza nataka ni watoe mashaka ndugu zangu, rafiki zangu, wapenzi wangu, lakini ndugu zetu, rafiki zetu, wapenzi wetu, lakini waumini wa Kiislamu, viongozi wa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa mzima na Tanzania kwa ujumla, lakini wapenda amani wote duniani. Napenda niwatoe mashaka kwamba Sheikh wa mkoa wa Mwanza yuko salama. Tukio lile hakuna mahala ambapo yeye ameguswa na kushambuliwa, hakuna mahala palipofikia hatua hiyo. Na jambo la kumshukuru Mungu, kila aliyekuja mbele yangu yeye mwenyewe alijisalimisha, akaniambia Sheikh, sisi tunakuheshimu na nini, na mimi nikamwambia niko tayari kupokea heshima hiyo. Na ndio maana mtaona hata baada ya zile vurugu bado nilipata nafasi ya kusimama na kuwaeleza umma niliokuwa nao pale. Ikumbukwe kwamba BAKWATA mkoa wa Mwanza au BAKWATA kwa sasa sio kama BAKWATA uliokuwa ukijua. BAKWATA huko nyuma, sijui, kwenye baadhi ya maeneo ilikuwa haiwezi kuita hata watu 10 wakasogea. Imani ya BAKWATA kwa baadhi ya watu ili kama ilishuka hivi. Lakini nitumie nafasi hii kumpongeza na kumuombea Mungu Mufti Daula Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali ameijenga BAKWATA hata imefika mahala kupata imani ya Waislamu kwa kiwango kikubwa kabisa. Kwa hiyo niseme tu leo pale katika vurugu zile nyuma yangu nilikuwa na zaidi ya watu 100. Kazi tulioamua kuifanya siku ile ni vizuri watu wakaelewa. Baada ya mgogoro ule na baada ya kuwa na mazungumzo na ndugu zetu wa the Registered Trustee of Masjid Nur kwamba msikiti ule sisi tunatambua ni wa BAKWATA, na baada ya Waislamu wa maeneo yale kulalamika tena kwa barua na sisi kuanza vikao nao vya ndani, kilichotokea baada ya kuwa hatuelewani, tumekuwa na mazungumzo ya ndani karibu miaka 3, na baada ya kuwa hatukufikia tunakukubaliana kwamba wenzetu bado hawataki kuona msikiti ule ni wa BAKWATA na maombi yao ikawa bado wanataka sisi tuwahalalishie kwamba uwe wao. Ndipo tulipoamua sasa, kwa sababu tunazo nyaraka zote za kutosha zinazothibitisha kwamba msikiti ule ni wa BAKWATA, tuliamua kwenda pale msikitini. Ilikuwa tarehe 2 siku ya Jumamosi mwezi wa 9 mwaka 2023 kwenda kutangaza. Baada ya tangazo lile walitokea watu wachache, lakini Waislamu kwa ujumla walipokea. Na watu wachache ni watu wawili ambao mmoja wao ni katika watu ambao wanahifadhiwa na baadhi ya viongozi. Kwa hiyo tulichokifanya baada ya tangazo lile, kulitokea kama ikhtilafu kidogo, na hatimaye bahati nzuri tulisema wazi kwamba kwa kuwa mali ile ni ya BAKWATA, sisi hatutatangulia kwenda polisi. Ila polisi kama wataona kuna vurugu kuna nini watakuja, kwa sababu huwezi kwenda kulalamika kwenye kitu ambacho ni chako. Kwa hiyo wenzetu, na hii ni kwa mara ya kwanza, na hapa ni wapongeze wana baraza, Waislamu walioko chini ya baraza na Waislamu wote tuwapongeze. Huko nyuma BAKWATA kitu kidogo wanakimbilia polisi, kitu kidogo wanaita polisi. Sisi hatukufanya hivyo.
tumeweza kuenda pale na tumeeleza kwa sababu tunaamini kile kitu ni chetu. Sasa hata ilipotokea zile mtikisiko kidogo, bado polisi walipokuja kwa kuitwa na wao, walikuja na wakatuomba basi tukazungumze kituo cha kati. Na hapa nimshukuru OCS lakini afande OCD, na mazungumzo yetu yalikuwa mazuri sana. Tulikubaliana kwamba kwa kuwa sasa jambo liko mahakamani na linataka tafsiri pana, mfano ziwio linasema hali ibaki kama ilivyo, na ukumbuke mahakama hii ni mahakama ya ardhi na nyumba. Hali ibaki kama ilivyo, ibaki kama ilivyo katika umiliki, ibaki kama ilivyo katika uendeshaji, kwa sababu sisi kama BAKWATA ambao ndio wenye mali, ndio wenye wamiliki, tunasema tunaweka uongozi. Lakini kuna ziwio linataka hali ibaki kama ilivyo katika eneo gani? Sasa kwa kuwa kuna kitu kiko mahakamani, lakini sisi BAKWATA tuna ushahidi wa nyaraka kwamba ni mali yetu, ikatupa tabu kidogo kutafuta suluhisho. Lakini ukumbuke wakati tukiwa pale siku ya Jumamosi tarehe 2, kulitoka kauli kwamba BAKWATA ni washirikina. Yani kwa maana BAKWATA ni watu wa tarika, ni washirikina, na watu baadhi yao hawawezi kuswali nyuma ya viongozi wa BAKWATA kwa sababu ni washirikina. Sisi tukamwambia lugha hii sio nzuri, na kwa sura hiyo basi ukimuita mtu mshirikina na ushirikina ule ukiwa haupo kwake, ni hadithi sahihi ya Mtume, itarudi kwa wewe uliyeisema. Kwa tukasema kwa kuwa kuna hali kama hiyo, basi itabidi tunachopigania hapa na kugombania ni umiliki. Sisi tunasema wetu, nyie mnasema wenu. Basi katika sura hiyo na ndani ya kipindi hichi nyie mtaswali, tutawasubiri, mkimaliza sisi tutaswali. Wakati tunasubiri tarehe 4 ambayo ni siku ya Jumatatu, tutapata tafsiri sahihi na hali halisi. Na kweli alhamdulillah magharibi ya tarehe 2 tumeswali hivyo. Na hapa sio swala kuweka jamaa mbili, ni swala la kulinda ku maintain peace, kuhakikisha kwamba amani inakuwepo, kwamba sisi tunadai ni wetu msikiti, nyinyi mnadai ni wenu. Kinachoweza kutuamua ni nyaraka, na muamuzi wa kumpa mtu haki ni mahakama. Kwa tusubiri Jumatatu, lakini wakati huo basi tuendelee katika hali ya amani. Tukamwahidi OCD kwamba sisi BAKWATA tutakuwa watu wa mwisho kuvunja amani, na hatuwezi kuvunja amani, na tulikwenda kusimama na hilo, kwa sababu hata afande OCD alituuliza mnaweza kujizuia na msilete msifanye jinai? Tukamwambia tutaweza. Na ndiyo maana utaona hata baada ya tukio lile sisi tuliweza kutekeleza makubaliano, kwa sababu moja ya makubaliano ni kwamba upande wetu uende msikitini ukatangaze makubaliano hayo, na wenzetu ndugu zetu waende msikitini wakatangaze makubaliano hayo. Sisi tulitekeleza kwa kuwatangazia waumini tulichokubaliana. Lakini siku ya Jumapili ambayo ilikuwa tarehe 3, wenzetu ilikuwa baada ya salati dhuhuri, hawakuweza kuvumilia, wakawa ni watu walioamua kualika watu, kulipa watu pesa na kuleta vurugu, vijana wakaja fujo. Nilijitahidi mpaka hatua ya mwisho kuhakikisha na wataka waumini wetu wasijibu chochote na wasilete vurugu, na ninamshukuru Mungu. Labda ningesema haya tupigane, labda sasa tunazungumza kuna Waislamu kadhaa wako Bugando, Waislamu kadhaa wako Seketure, lakini namshukuru Mungu hilo alikutokea. Kwa hiyo niseme tu hapa kwa ufupi sana kwamba Mwanza iko salama na tukio hili linakwenda vizuri, kwa sababu hata kama ukae mahala miaka 200, lakini ikiwa huna uthibitisho, ikiwa huna umiliki, hatimaye umiliki utakwenda kwa mmiliki kwa mujibu wa sheria. Sasa chombo kinachotoa haki ni mahakama. Kwa hiyo sasa tuko mahakamani, na niendelee kuomba Waislamu wale wote wanaotuamini kwamba tuko mahakamani, tusubiri maelekezo au hukumu ya mahakama itatuambia nini. Nimeendelea kuwanasihi Waislamu na kuambia waendelee kutulia, na hakika utulivu ni mkubwa kabisa, kwa sababu mali ya BAKWATA tumesema kwamba tutaendelea kuipigania, kwa sababu ni mali ya BAKWATA ndiyo huwa ni mali ya Waislamu wote, na hatuwezi kuacha mali ya BAKWATA ikawa kwa mtu mmoja, ikawa kwa familia moja. Tunachokifanya hapa ni kuhakikisha hizi mali za BAKWATA kwa mujibu wa maelekezo ya Halmashauri Kuu ya Taifa, lakini maelekezo ya viongozi wakuu wa baraza, kuhakikisha kwamba mali za BAKWATA zinakusanywa, zinahifadhiwa, zinajulikana, zinazohamishika na zisizohamishika. Na niseme tu hata wale waliosema hawawezi kuswali nyuma ya BAKWATA ni washirikina, bado sisi kwa nafasi yetu hatuwezi kuwahukumu wengine. Maana naona kama jambo linaweza likahamishwa likataka kuonyesha kwamba labda ni Mansur Sunna hivi ndio wamesema au ni watu gani. Hapana, Mwanza habari ya umadhehebu tulikwisha iondoa. Tunasimama wote pamoja kwenye mambo ya msingi, tuko pamoja. Sisi tutawahukumu wale waliosema
wale waliosema ndio tunao wahukumu, lakini hatuwezi kuwahukumu watu wengine ambao hawakusema. Kwa hiyo niseme tu kwamba video hii inayosambaa kwa hakika inapotosha ukweli, na ile hali inayoonekana ni matokeo ya utiifu wetu, ni matokeo ya kuonyesha kwamba sisi ni viongozi, ni matokeo ya kuonyesha kwamba sisi ni watu ambao tunatambua thamani ya dini, thamani ya Uislamu, kwa sababu kwa vyovyote itakavyokuwa utaona kwamba tunataka kuswali, anakuja mtu anaziwia watu kuswali. Sasa katika sura hiyo watu wenye akili wanachambua kwamba tatizo sasa hapa ni nini. Kwa hiyo niseme tu kwamba Mwanza iko salama, na hichi kinachoendelea kusambaa tunakiruhusu, kinaweza kikaendelea, lakini kiendelee ukijua kwamba kinapotosha, na yule anaendelea kusambaza ajue anapotosha. Jambo hilo limetokea, lakini uvumilivu mkubwa, ustahamilivu mkubwa tuliouonyesha, na hata baada ya hapo narudia tena, tulisimama na tukaeleza kwamba kwa nini tunawataka Waislamu watulie, na mpaka sasa tunaendelea kuwataka Waislamu wote watulie, kwa sababu BAKWATA ni chombo chao na wana Mwanza wanaiamini BAKWATA, na maneno yote ambayo yanayoweza kutuletea fitina na uhasama Waislamu wasiendelee kuyakubali. Maana inawezekana kuna watu wanaweza kuchombeza maneno hili, wakataka kutoa mgogoro kwenye Masjid Nuru, wakataka kupeleka msikiti mwingine au namna gani. Kwa vyovyote itakavyokuwa, jambo hili libakie kwamba ni BAKWATA inahitaji msikiti wa Nur, kwa sababu msikiti wa Nur ni msikiti unaomilikiwa na BAKWATA kwa mujibu wa document, kwa mujibu wa nyaraka zilizopo. Basi tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelee kutusamehe madhambi yetu, atuingize katika pepo na atukinge na moto, na ajalie umma wa Kiislamu uendelee kuwa umma mmoja, na katika hili tuendelee kuwa na subira, kusubiri mahakama pale itakapoamua nani mwenye haki, na sisi tutasimama katika hilo litakaloamuliwa. Hatutaki favor, yani hatutaki huruma, tunachotaka haki, kwamba haki ibainishwe kwamba mwenye haki ni nani. Na ni kweli kwamba na mimi nimeiona kuna video moja inasambaa pia, na yenyewe ni vizuri tukaweka sawa kwamba msikiti wa Nur umekuwepo kabla ya BAKWATA kuundwa. BAKWATA inaundwa tarehe 17 mwezi wa 12 1968. Ni kweli kabisa msikiti umekuwepo, na nadhani mmeona maelezo ya wazee wa mji huu wa Mwanza. Wazee wa mji wa Mwanza wametoka na wamesema wanachokijua. Tena ni wazee walikuwa wanakamati katika msikiti ule kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Ukweli ulivyo, na kwa mujibu wa taarifa za wazee, msikiti ule umekuwepo kwa muda mrefu kabla ya BAKWATA kuanzishwa, na kama unavyojua nchi yetu ya Tanzania haikuwa na chombo kinachowasimamia Waislamu, kwa maana chombo cha kitaifa. Hatukuwa na chombo hicho, bali vyombo vilivyokuwa vinawasimamia Waislamu vilikuwa vyombo vya kimaeneo. Watu labda wa Tabora, labda watu wa Moshi au namna gani, kitu kama hicho. Hatukuwa na vyombo vya vinavyowasimamia Waislamu kitaifa. Na hata hivyo kwa miaka hiyo ya 60 utakumbuka kilikuwepo chombo hapa kinaitwa East Africa Muslim Welfare Society. Chombo ambacho kilikuwa ni cha Afrika Mashariki, na chombo hichi kilikuwa chini ya Aga Khan. Mshia Ismailia alikuwa ndio anayekisimamia chombo cha Afrika Mashariki, na kimefanya mambo mengi makubwa mazuri. Lakini Watanzania wenyewe kwa ridhaa yao, Watanganyika ama Watanzania, na niseme Watanzania, walipofika miaka ya 67 68 ikaonekana lazima wawe na chombo chao. Na tena sisi watu wa Mwanza tunajifakhiri, miongoni mwa mashehe waliokuwepo katika uanzishaji wa chombo hicho ni shekhe wetu wa mkoa wa wakati huo, Sheikh Amini Abdallah, Mungu amrahamu na amweke mahala pema peponi. Ni katika mashehe wa awali waliokuwepo katika kuianzisha chombo hichi. Kwa hiyo niseme katika kuanzishwa chombo hichi mwaka 68 kikaanzishwa chombo hichi cha BAKWATA. Kwa hiyo vitu vyote vya Waislamu vikawekwa kwenye utaratibu sasa maalumu wa kuwa chini ya chombo hicho kinachoitwa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa hiyo msikiti ule hata huko nyuma ulipojengwa kwa msaada wa kina Saidna Ayubu, kwa mujibu wa taarifa tunazopata kwa wazee, utaona hata ujenzi wake bado viongozi wa BAKWATA kama mkina mzee Magongo Bi Amani wa hapa Mwanza, wakiwa ni viongozi wa BAKWATA, ndio waliosimamia ujenzi wa msikiti ule. Na msikiti ule umekuwa na kalenda ya uchaguzi ya
ya BAKWATA kwa muda wote. Mpaka hapa juzi ambao ndio ndugu zetu baada ya kufariki wazee baadhi wakaona sasa wachukue na hasa kuhamisha kwenye itikadi yake, kwenye utaratibu wake wa kiibada na kuupeleka kwenye utaratibu mwingine. Kwa sababu hata hiyo taasisi nyingine sitaki kusema imeanzishwa 2010, sasa 2010 na BAKWATA 68. Kwa hiyo hata kama ni haki unaweza kuiona haki iko wapi. Kwa hiyo niseme tu kwa kweli ipo clip hiyo inasambaa kwamba msikiti ule ulikuwepo kabla. Ni kweli na msikiti aina hiyo iko mingi. Lakini chombo kikishakuwa sasa ni musajjal katika BAKWATA hauwezi kukitoa hivi hivi. Ni vizuri ukafahamu kutoa mali ya BAKWATA kuipa taasisi au kumpa mtu ina utaratibu wake kwa mujibu wa katiba ya BAKWATA. Ambapo sitaki kusema kwa leo, niishie hapo tu kwamba ni kweli, lakini msikiti ule nyaraka zake zote zinatambua baraza kuu na zinatamka baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA. Na kwa sasa kwa sababu tuko mahakamani, tuendelee kuwa watulivu, tusubiri mahakama itasema nini katika eneo hilo. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.